tumekusanyika hapa kuwapa ninyi pole ya dhati. Waheshimiwa mapadre kutoka Tanga, akiwepo Gerald Taterega ambaye yeye ni gombea kule Soni Seminari, akiwepo Farasheku Mkai kutoka Tanga na mwenzake, na mapadre wote wa jimbo la Moshi na labda wengine kutoka nje ya jimbo la Moshi, wageni wote kutoka Tabora, Dodoma, Dar es Salaam, Mbeya, Moshi, hususan kutoka Kibosho, wachungaji walioko hapa kanisani, wanajumuiya kwenye kanda ya Padre Pio, jumuiya iliyofiwa Yesu Mchungaji Mwema, Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili, Malkia wa malaika wa familia, Mtakatifu Yuda Tadei na wengine. Tunasema kwa niaba ya kamati tendaji, tunasema poleni sana sana ninyi wana familia, na kwa pamoja, kwa kuwa mwezi huu ni mwezi wa 6 uliotolewa kwa moyo mtakatifu wa Yesu, tunasema moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Tuseme wote pamoja, moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Basi tunasema asante Kristo mchungaji mwema, asante kwa moyo wako uliojaa huruma kwa kuwaleta salama wageni wetu wa kutoka mbali na karibu kuja kariwa, kuja kuwapa pole hawa wafiwa, na zaidi sana kumwombea katika pumziko la milele marehemu wetu, mpendwa wetu Gabina. Tunamwomba Mwenyezi Mungu siku hii ipite salama, tukijua ya kwamba basi yako mema, lakini tuwe na furaha, tuwe na furaha kutokana na haya masomo tuliyoyasikia, masomo yenye kutupa faraja, na tunaweza tukatamka mwenye haki hata akifa kabla ya wakati wofu wake atapumzika, na Gabina anaweza akasema nimevipiga vita vilivyo vizuri na nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza. Tunatamka kwamba Gabino amelala katika Yesu na Mungu atamleta katika ufufuko pamoja na Kristo. Ni kutoka Wathesalonike mstari sura ile ya 4, unaweza ukasoma aya ya 13 na kuendelea. Kristo mwenyewe anatuambia, mnisadiki mimi, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Soma sura ya 14 hiyo ya Yohana. Ndiyo maana anatuambia, mimi ndimi ufufuo na uzima, anisadikie mimi, hata kama atakufa ataishi. Ataishi. Sitaki kusema ya kwamba
kikamchukua kama mwizi, na sisi wengine tumebaki midomo wazi. Kwa hiyo sitashangaa nikiona bado watu wanaomboleza, watu wanalia. Ni lazima tulie, ni lazima tumwombolezee kijana huyu mbichi, mchapakazi, mpaka siku ya mwisho. Mwanamuziki hodari, ndio maana naona wanamuziki wamezunguka hapa wanamwimbia hizo nyimbo. Mtu aliyetuma mpaka siku ya kufa. Ningeweza nikasema tumwambie hongera kwa ujasiri wako kijana wetu mpendwa Gabino. Hongera kwa kuipenda Kariwa yetu na kulipenda kanisa kwa ujumla. Hongera kwa kujitoa vilivyo, kwa kuwa kivutio cha wengi, kwa kuwa mtu wa watu. Basi kama tulivyosikia, mbele ya Mungu maisha hayapimwi kwa wingi wa siku, quantity, hapana, bali ni ubora wa jinsi mtu anavyoishi, mtu anavyotekeleza wajibu wake. Mungu ameangalia, kama tulivyosikia kwenye hilo somo, akaona ya kwamba amempenda zaidi Gabino kuliko hata tulivyompenda. Kwa hiyo anamwambia, njoo hapa ukapumzike, na anapokea taji la ushindi mapema. Kwa hiyo kwa wale ambao walimwangalia Gabino na wanaomwangalia kama staa wao, nyota inayoinukia, kumbukeni, maisha yetu hapa duniani ni ya mpito. Hatujui siku wala saa. Hakuna hata mmoja ambaye ameweza akabaini kwamba tumekuwa hapa kanisani saa hii kumzika au kumsindikiza mpendwa wetu huyu, lakini sisi tunapokea yote mikononi mwa Mungu. Tunamkabidhi kwa Baba mwenye huruma, ambaye juzi Jumapili tulisikia kwenye lile somo la kwanza kwamba Mungu ni mwenye huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ile, kama unakumbuka, bado ya 34 aya ya 6 na ya 7, yeye amependa amchukue kutokana na upendo na huruma kwake. Sasa hakuna tena kifo cha ghafla kwake, wala hakuna tena maumivu, wala hakuna tena huzuni ya aina yoyote. Nipende kuwaambieni wapendwa kwamba mwaka 2014 Gabino alipatwa na ajali mbaya sana, na ajali hiyo ilimfanya ageuke kabisa, mpaka akawa anashikwa hata na ugonjwa wa kuanguka. Ndio maana nimechagua somo hili la kwanza, Hekima sura ya 4 aya ya 7 hadi ya 15, kutuonesha juu ya hekima ya kifo cha mapema cha mwenye haki. Kifo cha mwenye haki ni kifo chenye baraka. Mwenye haki atastawi kama mtende na atapewa tuzo na Mungu. Ukiendelea kusoma sura hiyo utaona mpaka sura ya 5 pale mwanzoni kwamba wale watenda mabaya wao watanyauka. Na kwa nini watanyauka? Kwa sababu basi hawana
tutambue ya kwamba tunalia machozi tukiwa na imani, tukiwa na matumaini. Na hili somo, hili simulizi juu ya Lazaro na namna ambavyo Martha alizungumza na Yesu linatufundisha kila mmoja maana ya imani, hasa tunapokabiliana na swala la kifo. Ukiruhusu akili yako itafakari maana ya kifo, chenyewe kitakufundisha juu ya kile kitu kinachodumu, kile kitu chenye thamani ya kudumu, kile kitu chenye maana zaidi katika imani yetu. Kumbe tukitafakari juu ya kifo, tutaona ya kwamba Mungu anaruhusu kifo cha ghafla au kifo cha polepole au kama hiki cha mpendwa wetu, kutupima jinsi tulivyo na imani thabiti, kutupima jinsi tunavyompenda Mungu, jinsi tunavyojishikamanisha naye au tunavyobabaika tunapokutana na kifo. Mara nyingine kwa ajili ya shida, mahangaiko, tunageuka, tunamweka Mungu pembeni na kuanza kugeukia miungu ya uongo, kugeukia miungu ya uongo. Niseme kwenye hii familia ambapo tunamzika huyu mpendwa wetu, kamwe hawakupenda kutetereka, hawakupenda kuelekea kwenye mambo ya ushirikina, mambo ya kuwaza kwa nini hili limetokea au hili limekuwa vile. Penye shida, mara nyingi watu huwa wanapoteza ile imani yao. Hapa Mungu anatupa majaribu, tuwe tayari kuyapokea haya majaribu kwa moyo mkuu. Kuna Mchaga mmoja ambaye alikuwa na rafiki yake, mtani wetu, na walikuwa wameshibana kwa upendo kabisa. Mchaga akakubaliana naye kumkopesha shilingi milioni 20, na mtani wetu akamwahidi kabisa ya kwamba nitarudisha hizo fedha kati ya mwaka mmoja na mwaka mmoja na nusu, nitakuwa nimekurudishia fedha yako. Mchaga akangoja, mwaka ukaisha, akatarajia apate chochote, hakusikia jibu lolote. Mwaka na nusu ukapita, hakusikia chochote. Karibu mwaka wa pili uishe, akamwendea, vipi bwana, yale mambo yetu makubaliano? Karibu sana. Akamkaribisha mgeni wetu, nani, mtani wetu. Nasema mtani wetu, mtani huyu mtani wetu. Akamkaribisha, akampa bia. Baada ya kulewa akamwacha, hakumpa lile. Akaondoka, akarudi tena baada ya miezi 2-3. Akafanya vile, akamkaribisha bia, akamlewesha. Safari ya 3, ni mwaka karibu wa 3 unaisha. Akaja kwake, vipi bwana,
nasikia yule mtani wetu amefariki. Na fedha yangu je? Na fedha yangu? Akaenda mpaka pale kwenye jeneza, akaniangalia, akachungulia, akamwona yuko mle ndani, akamwambia, sasa wewe walau uguse tu, niambie kweli nitafanya nini? Hebu nyosha hata kidole, nyosha walau kidole, hata nione tu kwamba basi mwili haukujigusa. Au tamke neno, tamka tu neno fulani, kwamba ufungua hata mdomo, nione ya kwamba umefungua mdomo. Alipoona ya kwamba mambo yote yamekuwa kimya, akaona hata sasa mimi nachukua uamuzi mmoja, sikubali kuendelea hivi hivi, ni lazima niende nikajinyonge kusudi tukutane sambamba huko huko ulipo. Wapo watu wengi wapendwa wanaobeba mizigo rohoni kama huyu mchanga. Wengine tumerushwa, wengine tumesalitiwa, wengine tumesingiziwa uongo. Mmoja anasomesha mtoto anasoma mpaka anafika form 6, anatumia fedha nyingi na gharama nyingi na anajitoa sadaka na nini. Mtoto amemaliza form 6 au amemaliza chuo, anarudi nyumbani na mimba. Sasa maskini, hii sasa ilikuwaje? Ile kazi yote niliyofanya, niseme tu wote ambao tuna majeraha, kila inapowezekana usichukue uamuzi mzito kama huyu mchanga wetu. Jifunze kusamehe, jifunze kusamehe. Ili maisha yawe na amani, ni lazima kukazana kuwa na msamaha, kuwa mtu wa msamaha, na hapo utakuwa na mwisho mkamilifu. Ili maisha yawe na amani na upate mwisho mkamilifu, samehe. Yesu mwenyewe alisamehe. Nusu saa tu kabla ya kufa, Yesu anasema pale msalabani, Baba uwasamehe, hawa hawajui wanalolitenda. Sisi je, tusisamehe? Tena tujishikamanishe na Mama Bikira Maria. Yeye pasipokosa lolote alionja uchungu wote wa mateso makali ya mwanaye, mwana ambaye hakuwa na dhambi yoyote, akashuhudia yote na akaweka yote moyoni mwake, akabaki na imani thabiti. Yeye atuombee roho ya uvumilivu na kuweka tumaini thabiti kwa mwanaye. Mimi niseme Gabino ni mtu mwenye bahati sana. Pale kwake nyumbani tulikazana kusali mara nyingi, na wanajumuiya walifika pale. Niseme pale kweli wamefika watu zaidi ya hao walioko hapo kanisani sasa. Wameingia watu pale, nasema labda 1000. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa mtu wa watu. Sasa leo tunamzika katika sikukuu ya mashahidi wa Uganda. Naomba kila mmoja atakapopata nafasi angalie kwenye kitabu chake Mashahidi wa Uganda. Kuna litania ya mashahidi wa Uganda. Hiyo ni ufupisho wa yale mambo ambayo
waliyafanya, na ufupisho huo unapatikana kwenye litania ya mashairi wa Uganda sura ya ukurasa wa 1031. Hiyo litania naomba kwa ajili ya kumwenzi na kwa ajili ya kuzingatia sifa za huyu mpendwa wetu. Inasema hapa kwa mfano: enyi mashahidi, wafuasi wa Kristo mvumilivu, mtujalie kumfuasa Kristo mvumilivu. Mtujalie kumfuasa Kristo mvumilivu. Enyi mashahidi, majitu shujaa, mlioshinda mateso na magumu, mtujalie ushujaa katika mateso. Na sisi tunarudia, mtujalie ushujaa katika mateso. Ndivyo alivyokuwa Gabino, anavumilia mateso tangu mwaka huu 2014 baada ya kupata ile ajali. Ameendelea kumeza dawa vidonge walau 6-7 kila siku, lakini hata mwambia mtu yeyote, anabaki na ucheshi wake, anabaki anafanya shughuli zake. Ewe Karoli Lwanga, msimamizi wa vijana wa Afrika na mlinzi wa vyama vya kitume, utujalie fadhila ya bidii. Unarudia, utujalie fadhila ya bidii. Utujalie upole wa Kikristo. Utujalie tuwe thabiti katika dini yetu. Utujalie usafi maishani na mengine mengi. Wapendwa, ninaomba ukurasa huo wa 1531 uwe kati ya vitu ambavyo tutavitumia kwa ajili ya kuendelea kusali ili kupata hizo fadhila za hao mashahidi tunapomkumbuka mpendwa wetu. Sasa namalizia kwa wimbo. Sitaweza kuwimba, lakini napenda tuendelee kumweka mioyoni mwetu huyu mpendwa wetu na kumwombea kwa kuishi karama alizokuwa nazo na ambazo tutazisikia zikitajwa. Wimbo ufuatao ubaki kama kumbukumbu ya kumwenzi Gabino. Wimbo wenyewe ni, mtashangaa, unaitwa Mtu ni Watu. Mtu ni watu, usitenge nafsi yako na wenzio. Upendo ndio nguzo inayotushika sote tusianguke. Huo ndio wimbo ambao nitamani sana kama tungeweza tukaupata na kucheza hapa kanisani, lakini basi anasema maisha ni safari yenye milima na mabonde mengi. Huwezi kutembea peke yako, utafika mwisho wa safari. Leo unajiona una nguvu na mali tele mkononi, lakini kumbuka, binadamu ni viumbe wa kutegemeana. Mtu ni watu, usitenge nafsi yako na wenzio. Upendo ndiye nguzo inayotushika sote tusianguke. Anasema mahali hupita kama kivuli cha mchana kinavyotoweka, lakini wema uliofanya unabaki kuwa kumbukumbu. Usiwadharau wadogo kwa sababu ya cheo chako. Leo huwezi kujua ni nani atakayekushika mkono kesho. Mtu ni watu, usitenge nafsi yako na wenzio. Upendo ndiyo nguzo itakayotushika sote tusianguke. Anaendelea mambo ambayo yanamhusu mpendwa wetu. Tabasamu lako moja linaweza kuokoa roho iliyokata tamaa. Neno lako la faraja ni chakula kwa mwenye njaa ya upendo. Usiishi kama kisiwa katikati ya bahari kubwa.
kuwa sehemu ya bustani inayostawi wa ushirikiano. Mtu ni watu, usitenge nafsi yako na wenzio. Upendo ndiyo nguzo inayotushika sote tusianguke. Anamalizia kwa kusema, wakati giza linapoingia na marafiki wa faida wanapotoweka, ni wale uliowatendea mema watakaobaki pembeni mwako. Ubinadamu ni thamani kubwa kuliko dhahabu na vito. Tunza udugu, tunza urafiki, tunza utu wako. Pendaneni kwa dhati, farijianeni kwa moyo mweupe. Pendaneni